na kumeremeta, na kuahidi kuwa mimi pamoja na vijana wenzangu 5 tutokimbiza mwenge wa uhuru katika mikoa 31 na halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tutakwambia kwamba tutaufikisha ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa ufasaha kwa wananchi wote wa Tanzania. Na tunakuahidi kwamba tutahakikisha kupitia mwenge wa uhuru tunahimiza amani, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa sambamba na shughuli za maendeleo. Na tunakuahidi kwamba tutaukabidhi mwenge wa uhuru kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 14 mkoani Mbeya ukiwa unawaka unameremeta. Mwenyezi Mungu tusaidie. Na mtazamaji wa TBC1, kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru Ismail Ali Ussi naye akifanya makabidhiano hayo kwa mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge, tayari kabisa kubeba dhamana kwamba mwenge uko katika mkoa wake, na umesikia pale akitaja falsafa hiyo, mwenge ukikabidhiwa ukiwa unawaka unameremeta. Mkuu wa mkoa wa Pwani, mimi Ismail Ali Ussi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, na ukabidhi mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta. Na nakuomba ukimbize ndani ya halmashauri zako 9 za mkoa wa Pwani kuanzia leo siku ya tarehe 2 hadi tarehe 10, na siku ya tarehe 11 mwezi wa 4 2025 ukamkabidhi mkuu wa mkoa wa Morogoro ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta. Mungu akusaidie. Mimi Abubakar Musa Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unapendeza na unameremeta. Aidha, nakiri kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 watano na kiongozi wa mbio za mwenge pamoja na wakufunzi, na utakapokuwa hapa utakimbia katika halmashauri 9, na tarehe 11 mwezi wa 4 nitaukabidhi katika mkoa wa Morogoro kama nilivyoupokea. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mmoja wa TBC1, mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge tayari sasa amebeba dhamana ya mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025, kwa maana ya kuanza sasa kukimbizwa katika halmashauri 9 za mkoa huu wa Pwani katika wilaya zake zile 7. Sasa ni tayari miradi mbalimbali ya maendeleo itapitiwa na mwenge huu wa uhuru kwa mwaka 2025, na utaanzia hapa katika wilaya hii ya Kibaha na vile vile katika wilaya nyingine za mkoa huu wa Pwani. Kama ulikuwa ukifuatilia TBC1, mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge alibainisha namna miradi mbalimbali itakayofikiwa, ikiwemo miradi ya elimu, miradi ya maji, lakini pia na miradi ya barabara ambayo mwenge wa uhuru utapita kukagua, kwa maana kwamba kuna thamani ya fedha ambazo zimetumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, na ndio dhima kubwa ya mwenge ikibeba katika kuhakikisha kwamba zile fedha za serikali ambazo zinatolewa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali inafanyika ipasavyo. Namna hiyo mwenge huo ukiendelea pale kupitishwa, kwa maana tayari makabidhiano yakisha kuwa yamekamilika, na unaona pale vijana mbalimbali wa usalama ambao tayari kabisa katika kuhakikisha wanaulinda jinsi mwenge ulivyo zinduliwa hapa, ndivyo utakavyokuwa ukihitimishwa, kwa maana ya kutokuwa na hitilafu yoyote, ukiwa unawaka unameremeta mpaka pale utakapo hitimishwa mbio zao. Nikikurejeshea nyuma tu katika hotuba yake Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, ambaye alizungumza kabla ya kupata utambulisho wa wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2025, ambao umebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba ujumbe wa uchaguzi mkuu kwa nchi hii ya Tanzania ambao utafanyika baadaye mwaka huu ni kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, lakini pia wananchi watumie haki yao katika kuchagua viongozi katika ngazi tukianzia na uraisi wa bunge,
pamoja na madiwani katika kuhakikisha wanatimiza haki yao, na ndio sasa demokrasia itakuwa imefanya kazi yao. Lakini ukiacha hilo la kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa mwaka huu wa 2025 ambao ndio ujumbe mahususi umebebwa, lakini pia mwenge wa uhuru umekuwa ukibeba ujumbe mbalimbali ambao ni ujumbe wa mara zote ambao unahakikisha kwamba wananchi wanatekeleza yale ambayo yanapaswa kufanya. Kwa mfano alitaja kuhusiana na masuala ya lishe bora na afya imara, kwa sababu ili wananchi waweze kutekeleza hiyo miradi mbalimbali ambayo inafanyika hapa nchini, ni bora wawe na afya njema ili waweze kutimiza majukumu yao katika ujenzi wa taifa. Lakini pia anasisitiza kuhusiana na mapambano dhidi ya rushwa. Kuzuia rushwa si jukumu tu la serikali, ni la kwangu mimi, la kwako na wananchi kwa ujumla. Namna hiyo mwenge huo, na mkuu wa wilaya hii Nixon akiwa naye anapata kukabidhiwa mwenge huo ambayo ndio atabeba dhamana katika wilaya hii ya Kibaha katika kukimbiza katika maeneo mbalimbali ya wilaya hii ya Kibaha, akionekana pale huyo mkuu wa mkoa huu Nixon Simon, mkuu wa wilaya ya Kibaha, naye akikabidhiwa na mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge, ambapo itapita kwa halmashauri 9 na tarehe 11 mwezi wa 4 nitaukabidhi kama nilivyopokea kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Abubakari Musa Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, mimi Nixon Simon John, mkuu wa wilaya ya Kibaha, nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unang'ara, unawaka na unameremeta. Nakiri kupokea msafara wa mbio za mwenge wa uhuru kimkoa na wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 6. Mwenge wa uhuru katika wilaya yetu ya Kibaha tutaukimbiza katika halmashauri zake zote mbili. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni Nixon huyo Simon, huyu ni mkuu wa wilaya ya Kibaha, naye akikabidhiwa sasa rasmi, ambapo ndipo mwenge huu utaanza katika wilaya hii. Na nilikuwa nikikueleza masuala matano ambayo makamu wa rais Dr. Philip Mpango ameyasisitiza, kwa maana mambo muhimu kabisa ambayo yatakuwa yakizungumzwa katika mbio hizi za mwenge wa uhuru. Masuala ya mapambano dhidi ya rushwa, kwamba ni jukumu la kila Mtanzania kuhakikisha pale alipo anapambana na rushwa. Lakini pia katika kuelekea uchaguzi, masuala kama haya wakati mwingine huwa yanajitokeza, kwa hiyo ni vyema kutotoa ama kupokea rushwa, kwa hususani kwa wale wagombea katika nafasi mbalimbali. Makamu wa rais pia amesisitiza mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, kwamba afya ndiyo mtaji. Kwa hiyo mapambano yaendelee kuhakikisha kwamba wananchi wanajizuia na kuendeleza swala zima la kulinda afya zao, kwa maana ya kuacha ngono zembe. Ngono zembe ambazo pia zinasababisha pia kupata maambukizi hayo ya VVU. Swala la dawa za kulevya pia ameligusia katika kuhakikisha kwamba wakati mwenge huu ukipita katika maeneo mbalimbali, moja ya ujumbe ambao pia utakuwa ukisisitizwa ni kuhusu swala hili la kupambana na dawa za kulevya. Yani kataa dawa za kulevya utimize malengo yako, hususani vijana wengi wakitajwa kujihusisha katika masuala haya ya dawa za kulevya na hivyo kupoteza nguvu kazi. Kwa hiyo vijana wanapaswa kukataa kwanza ili waweze kutimiza malengo yao. Na pia kuhusu swala zima la mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria, ni moja kati ya magonjwa ambayo pia yanasababisha vifo. Kwa hiyo alitaja baadhi ya mikoa ambayo pia bado maambukizi yake yapo juu, kwa mfano mkoa wa Katavi na Kagera. Kwa hiyo ni vyema wakaendelea kuhakikisha wananchi wanaua mazalia ya mbu. Makamu wa rais Dr. Philip Mpango akipanda pale katika gari yake, kiashiria sasa shughuli hii hapa ikielekea tamati, kwa maana ya mwenye shughuli ambaye ndiye amezindua rasmi mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2025, Dr. Philip Mpango
ondoka taratibu katika viwanja hivi vya shirika la elimu hapa Kibaha. Kama nilivyokuambia kwamba shirika la elimu Kibaha hapa nao wameandika historia ya kufanyika kwa uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru. Na kumbuka eneo hili likiwa limebeba jirani tu hapa tukipatikana na shule ya sekondari Kibaha, ambapo wanafunzi mbalimbali jana tuliona wakijishughulisha na wenyewe katika kuhakikisha kazi ya leo inafanyika ipasavyo. Msafara huo wa makamu wa rais Dr. Philip Mpango ukiondoka taratibu katika eneo hili la uwanja huu wa shirika la elimu Kibaha. Mkoa wa Pwani umepata bahati ya kufanyika kwa uzinduzi wa mbio za mwenge. Ni mara ya pili mkoa huu ukifanyika uzinduzi huu. Mara kwanza uzinduzi wa mbio za mwenge ulifanyika hapo mwaka 2008 na kipindi kile waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda ndio alifanya uzinduzi pale Msoga. Kwa hiyo umepata bahati pia kwa mwaka huu, na ndio mwaka pia wa uchaguzi, ikiwa imebeba ujumbe mahususi wananchi kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu ili waweze kutimiza haki yao ya kidemokrasia ya kuchagua viongozi ambao watakuwa wakiwavusha katika kipindi cha miaka mingine 5. Na tukiangazia pia kwa waziri mkuu Kassim Majaliwa ambaye pia naye alipata fursa ya kuzungumza hapa katika uwanja huu wa shirika la elimu Kibaha, naye hakuacha kusita kugusia masuala haya ya uchaguzi, kwa maana ndio kutimiza haki ya kidemokrasia kwa kila raia wa Tanzania ambaye mwenye sifa za kufanya hivyo. Na pia akawasihi wananchi basi waweze kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwaka huu mwezi Oktoba. Waziri mkuu pale akiagana na viongozi mbalimbali wa mkoa huu, naye akijiandaa kwa ajili ya kuondoka katika eneo hili la tukio hapa, pia naye alieleza na kuwatoa wasiwasi kwamba hawa vijana ambao wamebeba dhamana hii ya kukimbiza mbio za mwenge ni vijana ambao wamepitia mafunzo mbalimbali, ni wakakamavu na watavusha mbio hizi za mwenge wa uhuru mpaka kufikia pale Oktoba 14, ambapo ndio itakuwa kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu, na zikihitimishwa pale katika mkoa wa Mbeya. Pia alitaja kwamba amani na utulivu ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo kutakapokuwa na amani na utulivu, basi maendeleo yatafanyika kwa uzuri zaidi. Msafara huo taratibu nao ukijongea kuondoka hapa katika eneo hili la uwanja wa shirika la elimu Kibaha. Namna hiyo watu wakionekana wakizungumza hili na lile baada ya shughuli nzima ya leo ambayo imetuleta hapa toka majira ya jana. Tulikuwa tukishuhudia hatua za mwisho kabisa katika kuifikia siku hii ya kilele. Na kumbuka kwamba mbio hizi za mwenge wa uhuru kama nilivyokudokeza hapo awali ni moja ya kielelezo ama alama kubwa sana ya nchini Tanzania ambayo inawakusanya watu, na hii ikijenga picha ya umoja na mshikamano wa Watanzania walionao. Na umoja huu na mshikamano utaendelea kusisitizwa na kiongozi pia wa mbio za mwenge wa uhuru ambaye atakuwa akipita katika maeneo mbalimbali na kuhamasisha ujumbe huu wa uchaguzi.